Hauna changamoto ya uzazi yoyote, ila unataka mwanzoni mwa mwaka 2026 nikiwa namaanisha mwezi wa kwanza, wa pili au wa tatu ubebe ujauzito kiurahisi, huenda hata bila kutumia dawa zozote, na una changamoto yote ile ya uzazi, fuatilia mambo haya ili iwe kwako ni rahisi na usije kaingia kwenye stress za kutafuta ujauzito kwa pressure. Kuwa unafuatilia mzunguko wako, kuwa unaendaje, lakini pia hakikisha unafuatilia vipi uwezo wako wa kawaida wa mwili wako kuwa response hata zile vipindi vya mzunguko wako, tukiwa na maanisha zile siku za period, zile siku za ovulation, vipi kuwa kuna mabadiliko gani, na muda mwingine hata kile kipindi kifupi ambacho unategemea kupata hedhi, yani baada ya kutoka ovulation, kuwa na mazoea kukifuatilia. Mambo mengine akisha tu unaweka sawa, hasa kwenye swala zima la kupunguza stress, yani kwa maanisha msongo wa mawazo. Jitahidi upate muda mwingi wa kupumzika, angalau masaa 6 mpaka 8 peke yake. Pia kuwa na mazoea ya kufanya mazoezi hata mepesi ya kutembea, ikishindikana hata weekend tu, japokuwa katikati ya wiki unaweza ukaa upo busy. Pia kuwa na mazoea ya kula mlo ambao at least huwa una enhance au unaongeza ubora wa mfumo wako wa uzazi. Kwa kufanya haya utajikuta ujauzito umekuja wenyewe bila kutumia njia yoyote au aina yoyote ya dawa. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Unapitia changamoto hizi, hakikisha unapata mtaalamu wa afya, labda umejitahidi kwa mwezi wa kwanza, wa pili imeshindikana, ili aweze kukushauri kipi cha kufanya na kuondoka changamoto hizi ndogo ndogo zinazokupelekea na kuchelewa kuitwa mama.